نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu waandishi wa habari, karibuni sana katika makao makuu ya Al-Hikma Foundation. Leo rasmi tumewaita, ikiwa ni tarehe 25 siku ya Jumatano, mwezi huu wa pili, mwaka huu 2026, kwa kuzingatia umuhimu wenu na nafasi yenu katika jamii. Tumewaita kwa minajili ya kutoa taarifa ya mwisho kabisa kwa Waislamu na Watanzania kwa ujumla juu ya jambo letu, jambo ambalo ni kubwa kabisa, jambo adhimu, adimu na muhimu. Nalo ni juu ya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu 2026, na juu ya mashindano makubwa kabisa ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Tunapenda kuambia Waislamu na Watanzania kwa ujumla, hayawi sasa yamekwisha kuwa kwa idhni ya Rahmani. Al-Hikma Foundation, kwa utukufu wa Mola wetu na baraka zake na mapenzi yake, tumekwisha kamilisha maandalizi yetu kwa 100%, na washiriki wetu tunatarajia kesho wataanza kuwasili, na Ijumaa ya wiki hii tarehe 27 tutawatambulisha rasmi katika msikiti wetu maarufu Masjidu Nuril Hikma, hapa mtaa wa Yombo, karibu kabisa na hapa makao makuu ya Al-Hikma Foundation. Tungelipenda pia kuwafahamisha, haya ni mashindano ya mabara yote ya ulimwengu, na washiriki wetu mwaka huu ni kama ifuatavyo. Kutoka katika bara la Amerika ya Kaskazini, washiriki ni wawili, mmoja anatoka Canada na mwingine anatoka Mexico. Lakini tukija katika bara la Amerika ya Kusini, tuna washiriki wawili, mmoja anatoka Barbados na mwingine anatoka Guyana. Lakini tukija katika bara la Ulaya, tuna washiriki watatu, mmoja anatoka Sweden na wa pili anatoka German na watatu anatoka England, bimaana Uingereza. Lakini tukija katika bara la Australia, kama kawaida, tuna washiriki wawili, mmoja anatoka New Zealand na wa pili anatoka Australia kwenyewe. Lakini pia bara la Asia tuna washiriki wawili, mmoja anatoka Indonesia na wa pili anatoka Kazakhstan. Tukija upande wa bara la Afrika, bara mwenyeji, wao kidogo tumewapa nafasi kwa kuzingatia umuhimu wa Afrika na kuwapa nafasi ya upendeleo. Tuna kutoka bara la Afrika tuna kisiwa, ni kisiwa mwalimu Reunion, kisiwa cha Reunion. Lakini pia tuna mshiriki kutoka nchi ya Zambia, tuna mshiriki kutoka nchi ya Uganda, tuna mshiriki kutoka nchi ya Kenya. Tukija upande wa Tanzania bara, upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao ndio wenyeji na waandaaji wa hili jambo, Tanzania pekee ndio jambo hili linafanyika, sio Maka, sio Madina, sio Arabuni, sio nchi za Kiislamu walioweza kufanya mashindano
makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu duniani ni Tanzania peke yao, chini ya mwamvuli wa Al-Hikma Foundation. Na mwenye macho haambiwi tazama, na mwenye masikio haambiwi sikia, na nyote ni mashahidi juu ya hilo. Tanzania tuna washiriki watatu kwa sababu wamejisemea watoto wa Pwani mcheza kwao hutunzwa. Tuna Tanzania Bara, kijana kutoka mkoa wa Pwani, lakini tuna Tanzania Visiwani bimaana ya Zanzibar, lakini taasisi sasa ambayo ndio inaandaa jambo hili Al-Hikma Foundation, kwa sababu ni taasisi ambayo pia ina kitengo cha kusomesha na kuhifadhisha Qur'ani tukufu, pia tutamtoa mshiriki wetu mmoja. Jumla ya washiriki mwaka huu ni 18 na tumeamua kupunguza idadi kutoka 24 hadi 18 kwa ajili ya kumaintain muda na kuhakikisha suala akipenda Mola linaanza mapema na linamalizika mapema. Zawadi sasa. Zawadi, mpenzi mtazamaji wa Tanzania na Waislamu kwa ujumla, kama kawaida Al-Hikma Foundation katika mashindano haya ya mabara yote ulimwenguni huwa tuna washindi watano, top 5. Katika hao 18 washindi watakuwa watano tu. Mshindi wa tano zawadi yake itakuwa dola 3,000 za Kimarekani, ni sawa kabisa na shilingi milioni 7,800,000. Mshindi wa nne zawadi yake ni dola 3,000, ni sawa kabisa na shilingi milioni 10,400,000. Tukija kwa mshindi wa tatu atajipatia dola 5,000, ni sawa kabisa na milioni 13 za Kitanzania. Tukija kwa mshindi wa pili zawadi yake ni shilingi dola 8,000, ni sawa kabisa na shilingi milioni 20,800,000. Mshindi wa tano zawadi yake dola 3,000 za Kimarekani, ni sawa na milioni 7,800,000. Mshindi wa nne zawadi yake dola 4,000, ni sawa na shilingi milioni 10,400,000. Mshindi wa tano zawadi yake mshindi wa tatu zawadi yake shilingi dola 5,000, sawa na shilingi milioni 13. Na mshindi wa pili ni dola 8,000, ni sawa na shilingi milioni 20,800,000. Ama bingwa ambaye mimi na wewe hatumjui, lakini tutamjua siku hiyo insha Allah, zawadi yake ni shilingi dola 12,000, kwa reti ya sasa ni sawa na milioni 31,200,000. Na mshindi wa sauti, mwenye sauti nzuri zaidi kuliko wote, atajichukulia shilingi dola 500, sawa na milioni 1,300,000. Na mshiriki mdogo zaidi kuliko wote naye atapata dola 500, sawa na milioni 1,300,000. Na washiriki wote kile kinachoitwa kifuta jasho, washiriki wote watapatiwa 500,000 za Kitanzania, bimaana sawa na dola 200. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania kwa ujumla, kutokana na majira ya masaa kubadilika hivi sasa, mchana umekuwa ni mrefu sana kuliko usiku, mpaka tunatoka msikitini swala ya alfajiri saa 12 tayari imekwisha ingia. Mashindano yetu safari hii yataanza 12:15 Mungu akipenda, ili tuanze mapema na tumalize mapema. Kwa kumalizia, tuna wageni mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Kama kawaida, mgeni rasmi ni yule kipenzi na icon na alama ya Qur'ani na watu wa Qur'ani, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi.
ndiye atakayekuwa mgeni rasmi. Tunamwomba Mola amlinde, amuhifadhi, ili siku hiyo tuwe naye kwa salama na salmin. Mgeni maalum safari hii ndugu zangu ni Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunamshukuru ameconfirm kabisa kwa barua, tunamsubiri kwa hamu. Pamoja na wageni mbalimbali kutoka pahala mbalimbali, tutakuwa na waziri wa afya kutoka Kenya na maeneo mbalimbali. Watanzania, hili jambo letu Al-Hikma Foundation tunajua, japokuwa hili jambo ni jambo linalohusu mashindano ya Qur'ani tukufu, lakini wahudhuriaji tunajua sio Waislamu peke yao, ingawa Waislamu ni asilimia kubwa, lakini wasiokuwa Waislamu pia wapo. Karibuni nyote, hatubagui, hatuchagui, na huu ndio uzuri wa Watanzania na Tanzania kwa ujumla. Naitwa Sheikh Nuruddin Kishki, mwenyekiti wa mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni, almaarufu mtoto wa Dar es Salaam, jiji la gharama, mtoto wa TMK wanaume, wilaya pekee Dar es Salaam nzima inaitwa wilaya ya kiume, na nikiripoti nikiwa ndani ya wilaya ya kiume, wilaya ya kiumeni, TMK wanaume. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.